Lakini ukija kuangalia kimbinu, unaona kabisa makocha wawili wote waliingia kimbinu. Maona mimi nimemuelewa sana Steve Barker, mbinu alioingia nayo baada ya kupata goli mbili, lakini vile vile nashindwa kumuelewa baada ya kupata goli mbili. Ushanelewa, timu ilitakiwa ibadilike kwenye uchezaji. Maona isingebadilika kwenye sabu kipindi cha kwanza, ila hata style ya uchezaji, kwa sababu mchezo mkubwa unaweza kubadilika kiuchezaji dakika 5, unaweza kubadilika kiuchezaji dakika 10, unaweza kubadilika kiuchezaji dakika 20. Kwa hiyo sisi baada ya kupata goli mbili, Yanga waliamini kama sisi tushafungwa, tunahitaji utulivu na tunahitaji kubadilisha mbinu ya uchezaji. Ndio kitu ambacho Yanga kilichowalipa, lakini sisi ingawa tunaongeza goli mbili tulikuwa hatuamini kama tumefunga goli mbili za mapema, ushanelewa, na bado tulikuwa tuna kitete cha kwenye kuzuia na kubadilisha style ya uchezaji. Hiyo Yanga iliwapa faida, kwa sababu sisi tuliingia kwa kuheshimu Yanga waanze chini, lakini wakifika mstari wa kati tuwakabe kwa spidi, kwa sababu watakuwa na idadi nyingi ya kuzuia, wengi watakuwa shaondoka. Tukiwakaba kwa spidi, kwa sababu tuna wachezaji ambao wanao uwezo kuamua, maona kwa uwezo binafsi. Ukimwangalia Ino, ukimwangalia Chama, ukimwangalia Libase, ukimwangalia Maema, ukimwangalia Mpanzu.